السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Wapenzi watazamaji wa Babu Salam wa Online TV, bila mashaka tuko hadhi kwa mara nyingine tena hapa, tunasema tuko Kinkima hapa. Hii ni wilaya Chemba hii, mashallah, katika ardhi hii ambayo imebarikiwa leo kuonekanika kwa kijana mdogo ambaye amepata bahati ya kwenda kufanya ibada ya hija. Walilal hamdu. Ndugu yangu, kwanza tumefurahi sana kwamba kufika kwa mara ya mwanzo kabisa Babu Salam kufika katika ardhi hii ya Kinkima. Wako ambao wanakutazama kwa wakati huu watahitaji kwanza wapate salamu kutoka kwako. Pili vile vile utueleze wala mawili matatu kuhusiana na safari nzima ya haji. Karibu sana. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Ni furaha kubwa ya kuweza kukutana na wazee wangu wa Kinkima. Wakati tunaondoka tulikuja kutaka baraka zao, watuombee dua tufika salama, na walilahi alhamdu walituombea dua. Safari yetu tukasafiri kwa salama, tukihitaji baraka zao, tukihitaji dua zao, wakatuombea tumesafiri salama. Na sisi leo tumerudi katika kijiji hiki, hakuna tulichokirudisha isipokuwa ni shukurani na kuombea na dua. Leo watu ambao wanaokutazama na hasa tumesikia hapa katika ardhi hii tangu kuumbwa, manake hapajapatikana mtu mwenye kwenda haji wenye umri wako, na huenda pengine sikana kwamba wapo na wana fursa na wana mali, wana uwezo wa kila kitu, manake wakwenda haji. Unawaambiaje wenye rika lako kuhusiana na ibada ya haji? Ibada ya haji ni moja katika kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu. Kama unavyoona ile swala inakulazimu kwenda kuisali, basi na hija inakulazimu. Tunaweza tukao tunasingizia hatuna mali, lakini tukiweka nia Mwenyezi Mungu atatupa mali. Sisi wakati tunaazimia kwamba mwaka huu naenda hija, sina hata 100 mfukoni kwenda hija. Mashaallah. Sina. Lakini ile nia yetu tuloiweka Mwenyezi Mungu akaithibitisha nia yetu akatupeleka. Niombeni vijana kwa wazee, nendeni mkajionee matukufu ya Mwenyezi Mungu. Usitosheke tu na kuhadithiwa Maka iko hivi, Madina iko hivi, Mina iko hivi. Kila mmoja ajitahidi aende akaione. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam, tumesema tuko Kinkima. Hii ni jina kweli hili ambalo liko huku mpakani kabisa huku baina ya Kondoa na Chemba. Ndio kijiji cha mwisho hizo tuko Kinkima hapa, na tumepata bahati kubwa ya kufikiwa na Alhaji huyu ambaye ametoka katika jiji la Dar es Salaam, ambaye ni mzawa wa kijiji hichi cha Kinkima. Mungu akujalie kila la kheri habibi. Wako ambao wanakutazama kwa wakati huu, jambo la mwisho tuweze kumalizia, hasa vijana wenzako wa mji huu, unawaambia nini? Wajitahidi, waweke nia, wamuombe Mwenyezi Mungu. Tutawaonesha connection ufanyaje ili waende hija, lakini wawe na nia. Tutaonyesha wapite wapi, waende taasisi gani, waonane na nani. Leo tumeona kwamba moja katika safari ambayo umeifanya, umesafiri na manasiki. Wengi wanasema hii manasiki iko namna gani? Tueleze kwanza huduma zao na namna ambavyo wanavyojali mahujaji wao kwenda na kurudi. Na tumeona mpaka juzi manasiki imefanya ziara ya kuwapeleka baadhi ya mahujaji katika miji yao. Wewe unazungumzia jambo hili? Manasiki tunaweza tukasema ni moja katika taasisi changa, lakini ni moja katika taasisi yenye maono makubwa sana. Huduma zao ni nzuri kiujumla. Kuna sehemu ambazo taasisi zingine hazifiki. Ukishafika Maka na ukifika Madina, lakini manasiki inafika. Mfano katika Jabalul Malaika, mulima ambao wale maswahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walokuwa 313 wakipambana na idadi ya makafiri ambayo ni kubwa, lakini pia wakatoka katika wale 313 wengine wakatoka, maswahaba wakabaki ni wachache mno
Mwenyezi Mungu aliteremsha jeshi la malaika. Ule mlima ambao malaika walishukia ni mlima ambao hauna jiwe hata moja. Ni mlima wa mchanga. Mimi sijawahi kuona katika maisha yangu mlima wa mchanga mtupu. Na ni mkubwa. Manasiki imetupeleka tukaiona. Manasiki ina huduma nzuri sana. Kwanza ukifika pale huwezi ukajua kwamba nani ndio kiongozi, nani ndio anaongozwa. Wanapenda kujichanganya. Kila mara unatupitia kuna tatizo gani na haja gani. Hata kama ni chakula wako radhi kwenda kukununulia chakula ukisema kwamba hiki mimi situmii. Hawezi wakakulazimisha. Kwa hiyo ni taasisi moja ambayo ina huduma nzuri sana. Kutoka Maka tumeziona huduma zake, kutoka Madina tumeziona huduma zake. Nilieleza kwamba nikasema hata ile Al-Kaaba kwa uhodari wa taasisi ya manasiki na uhodari wa viongozi wake, hakuna hujaji wa manasiki ambaye ameikosa ila Al-Kaaba. Mashaallah. Na hususan katika zile sehemu ambazo ni maalumu. Akituongoza yeye mwenyewe Sheikh Rashid Njuki kutupeleka kwenda kwenye Al-Kaaba, kutupeleka sehemu mbalimbali. Mpaka ilitokea siku moja wakati tunashika katika ule mlango wa Al-Kaaba, ila Al-Kaaba imejengwa na zikawa na mita 13 upana wake. Alafu imejengewa foundation hapa. Sasa kushika ule mlango mtu mrefu ni rahisi. Mimi na ufupi wangu hapa ukanyage hatua za foundation, alafu tena unyanyue mkono uende kule. Ikawa ni nzito. Niliposhika kwa incha za vidole akasema bado. Kanisaidia mpaka nikaweka mikono yote. Taasisi ya manasiki wallahi iungeni mkono. Ni taasisi ya kijana wenu ambaye hana majivuno. Yuko radhi muda wote kukusikiliza haja zako, shida zako. Tukitufu tumwambie tufanye nini, fanya hivi, fanya hivi, tukio. Kwa hiyo kiufupi taasisi ya manasiki haielezeki.